الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia taufika kufika sehemu kama hapa ili tuweze kuzungumza maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, tumesimama mbele yenu mara nyingine na tuliwauliza pesa ya futari. Mashaallah, mmejaribu sana mashaallah. Kiasi fulani ilipatikana. Jana tulipeleka chakula kwa mayatima, juzi tulipeleka kwa ile msikiti tulikuwa tunajenga, wale muallafatul qulub family 40 walikuwa pale, lakini walipata chakula family 20 peke yao. Nafikiri kama si Jumamosi na Jumapili tunarudi, tunaenda huko sehemu inaitwa Karai, tunapeleka chakula ya muallafatul qulub, na Jumamosi tunaenda kwa mayatima, tunapeleka chakula vile tulipeleka jana. Waislamu, bado nafasi mko nayo ya kuchangia hii mambo ya da'wa na mambo ya futari na mambo ya muallafatul qulub na mambo ya mayatima, bado nafasi iko, na tunataka ipatikane chakula kwa wingi, kwa sababu hii ni wakati wa kutoa sadaka, na hii sadaka ndugu zangu inakinga mambo mengi sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia tutibu maradhi yetu kupitia sadaka. Kama we ni mgonjwa, toa sadaka. Kama ni mzazi yako mgonjwa, toa sadaka. Kama ni familia yako wagonjwa, toa sadaka. Toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu hawa tunawachangia ni muallafatul qulub, na ni wale wametajwa ndani ya Qur'ani. Mayatima na muallafatul qulub, muasafiri, ni watu walitajwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani, ili mimi na wewe tufaidike nao. Hiyo mali Allah ametupatia, tutoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tufaidike na hao mayatima, tufaidike na hao muallafatul qulub. Kupitia sadaka yetu tuwasaidie hao mayatima ndugu zangu na hao muallafatul qulub. Kwa hivyo ndugu zangu, nafasi bado tuko nayo. Leo nafikiri siku ya 9 Ramadhani, kama sio siku ya 10 ni siku ya 9, imebaki siku 21. Katika hii siku 21 ndugu zangu, ni mahali popote mlipo mchangie hii muallafatul qulub, mutoe futari ya maskini. Hiyo mali mumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ina haki ya maskini, ina haki ya maskini, ina haki ya muallafatul qulub, ina haki ya mayatima, ina haki ya wasafiri. Ndugu zangu, ni tutoe mali yetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wametoa mali yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakafurahisha mayatima, wakafurahisha muallafatul qulub, Allah subhanahu wa ta'ala awajalie fi dunya wal akhirah. Allah awazidishie mali yenu, Allah awapatie afya. Wale wagonjwa Allah awapatie afya, na wale na msukosuko ya dunia Allah subhanahu wa ta'ala awaondolee hiyo msukosuko ya dunia, na Allah subhanahu wa ta'ala awapatie watoto wema ambao watamtolea sadaka na watamfanyia dua wakati wako kaburini. Allah subhanahu wa ta'ala atukutanisha katika jannatul firdaus a'la. Hii ni nafasi ambayo tuko nayo, tuombeane Waislamu, tunawaombea nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala awapatie husnul khatima inda al-maut, pamoja na sisi sote na wazazi wetu. Allah subhanahu wa ta'ala awapatie jannatul firdaus a'la. Waislamu, tunaongoja hiyo sadaka kwenu, tunataka zaidi ya 1 milioni, na hiyo pesa iko kwa mfuko yenu na mnatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani Waislamu mesikiza, tunahitaji kwa ajili ya watu wa kusilimu, watu ambao hali yao iko chini sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu asitunyime tupate futari ya kufuturu kwa wale wote ambao wamefunga, na Mwenyezi Mungu awalipe Waislamu wote duniani, awafanyie pesi wale wanaotoa wasiotoa. Mwenyezi Mungu awape mahaba ya kufanya nusra kwa ajili ya Allah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu, na sisi pia Mwenyezi Mungu atuangalie katika jicho ya rehema. Wallahi Muislamu, usifanye ubakhiri. Wakati unasikia kuna watu waliofunga na wanakosa futari, na wewe Allah amekupa, unafanya hata labda israfu katika chakula yako, mali yako,
toa kwa ajili ya Allah. Leo tuko duniani, kesho sisi ni maiti watarajia, kesho tuko makaburini, na kile ambacho ulitutanguliza mbele ya Allah, hiyo ndio itakuwa yako kaburini, na kesho siku ya kiyama itakuwa katika hesabu yako. Na wallahi useme nataka niache mali mingi watoto wangu watanitolea, hapana. Toa wakati uko hai, kwa sababu inaporudi kwa watoto wanaweza uliza, mbona baba yetu hakutoa yeye mwenyewe wakati mali ilikuwa yake, anatarajia akiondoka ndio tumtolee. Toa kwa ajili ya nafsi yako. Toa kwa ajili ya nafsi yako wakati Allah amekupa hiyo muda wa kuishi katika hii ardhi. Hii dunia tunapita, tusichukulie dunia tukaikumbatia zaidi tukasahau na akhira. So Waislamu, ombi letu ni tuweze kufanya bidii, tuweze kupata hiyo riziki. Hizi siku ambazo zimebaki ya Ramadhani, watu wasije wakakosa iftari, na wewe Allah amekujalia usije ukafanya ubakhiri na mali aliyokupa Allah. Toa, tuwanusuru wale ambao hawajiwezi, na wewe Allah atakunusuru hapa na kesho siku ya kiyama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza mimi ningeshukuru sana wale Waislamu wote, Muislamu wote ambaye alitoa shilingi yake akaiweka akafanya biashara, kwa sababu hakuna biashara nzuri katika dunia hii. Biashara number 1 katika hii dunia ni kufanya business na Allah subhanahu wa ta'ala, na Waislamu wamefanya business na Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye imeenda kwa hazina ambaye haitaibiwa na mwizi, hazina ambaye haitaoza, hazina ambaye ataipata siku ya kiyama. Atakapoondoka duniani aingize kaburini, basi hiyo hazina ambayo ilikuwa kwa Mungu inamfuata kuanzia kaburini mwake mpaka siku ya kiyama, wakati tutakapofufuliwa na kuweza kulipwa na kwenda mwisho katika janna. Kwa hivyo Waislamu, ningewaomba wale Waislamu ambaye hawajatoa ama hawajafikiwa na ujumbe, marafiki zenyu, kama wewe umetoa na uko na rafiki ambaye unamjua ni mtu ana uwezo na nini, mwambie pia achangie katika hii noble cause, kwa sababu hii ni ya kusaidia mayatima na kusaidia watu ambao wameingia katika dini, watu ambao wengine hata huwa wamefukuzwa kwa nyumba zao, watu wengine wanaenda kutafuta hifadhi kwa marafiki zao kwa sababu wameshafukuzwa katika nyumba zao kwa sababu tu ya kusema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kwa hivyo hawa watu wanahitaji vitu nyingi tu, lakini tulisema kwanza tuanze na chakula. Alafu pia tulisema wale watu wako na makanzu jameni, kuna watu wana uwezo, una kanzu 10 kwa nyumba, toeni hizo kanzu tupatie hawa watu ambao waingia katika dini. Na wale wako na mabuibui, lakini msitupatie ile kanzu mzee, tupatieni kanzu ambaye Mtume anasema utoe ile kitu unaweza unapenda zaidi, ama ni buibui wanawake, tafuteni buibui. Hata unaweza kwenda dukani ununue buibui 5 tuitie, buibui 10 tuitie, kanzu 5 tuitie, tuweze kuwasaidia hawa watu na hizo kanzu. Alafu ya mwisho nikimalizia, tulisema ya kwamba sisi ni binadamu pia, na sisi pia ni wahitaji pia. Tukasema hivi, hapa tuko watu 5, vile walimu tuko watu 4, na kameramani wetu iko hapa mbele. Kuna watu ambao wana uwezo wa zaka. Tukasema mtu mmoja anaweza shika Suleimani ampatie zaka yake, mwingine amshike Kariuki ampatie zaka yake, mwingine ashike Ali ampatie zaka yake, mwingine ashike Mwalimu Salim ampatie zaka, na mwingine ampatie kameramani wetu. Wallahi dawa itafanyika kwa upesi kabisa, kwa sababu watu watakuwa na akona shida hii, akona mambo hii. So inshallah kwa uwezo wa Allah naombea Waislamu ambao wameweza kutoa katika hiyo riziki yao, Mungu awabariki, na katika mali yao ile ambao wametoa mali zao, Mungu aweke baraka katika mali zao, na aondolee uasidi katika mali yao. Wanajua kuna mahasidi wengi sana ambao wana wivu na chuki na aini, na wengine wanafanyia mpaka watu sihiri. Mwenyezi Mungu waondolee hizo vitu zote, wale ambao wanasaidia katika dini ya Allah. Na kama kuna heri ambaye iko mbali, Mwenyezi Mungu ilete karibu wapatie, na kama kuna shari iko karibu nao madugu zetu, basi waipeleke mbali kama mashariki na magharibi. Na uwape afya njema, na wajalie wake wao ni katika wake ambao wameandikwa katika kitabu, watakutana kitabu cha waja wema, na pia watoto wao wafanyie watoto wema wazuri ambao wanamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wasome Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu, waweze kuhifadhi. Kwa hivyo ni hayo machache. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Ndugu zetu watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile ndugu zangu hapa wamesema kwamba tuna safari ndefu sana Waislamu, tuna safari ndefu sana kwa sababu kama vile jana tulivyotoka kutoa vyakula, kesho kutwa pia tunarudi tena kwa mayatima, kwa sababu tulisema kwamba watoto wale ni wengi mno. Wale watoto ni wengi mno, hata kile ambacho tutakachoenda nacho bado hakitoshi, na kingine, kwa sababu watoto hawa mayatima sio kama ni wale tu walikuwepo mwaka uliopita. Watoto hao wanazidi kupatikana siku baada ya siku, na mayatima tulisema kwamba ni jukumu ya Muislamu ambaye ni mukallaf. Tulifanya zoezi hili ya kwamba sisi Waislamu ni majukumu yetu ya kulea mayatima. Tushikamane kwa pamoja kama wazazi, kama vile unavyolea mtoto wako, awe ni mtoto wa kike na au mtoto wa kiume. Watoto wa mayatima wanafaa kulelewa katika mazingira hayo au bora zaidi, ili waweze kusahau pia na wale wazazi ambao waliweza kuwaleta, kwa sababu wengine wana majungu, wengine wana hasira, wengine wana huzuni kwa sababu ya kuacha na wazazi wao. Wallahi alazim, jambo hili tutaenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba haitakufikieni imani hata tunfiku mimma tuhibun, mpaka mtoe katika yale ambayo mnayopenda. Lan tanaru birra hata tunfiku mimma tuhibun, haitawafikia wema. Mwenyezi Mungu anasema hata mtoe katika vile vitu ambavyo mnavipenda. Leo tunapenda vitu vizuri, ndio maana unaulizwa kati ya shilingi 500 na shilingi 1000 unapenda kinini? Kama unapenda 500 toa hiyo katika hiyo unayopenda. Kama unapenda shilingi 1000 toa hiyo ambayo unaipenda zaidi. Mwenyezi Mungu, ili imani iweze kuwepo, na Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba tunafanya biashara na yeye. Hal adulukum ala tijarati tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema hivi, ni mjulisheni, si mjulisheni biashara ambayo mtakaoifanya mtamwepusha nyinyi na adhabu yumizayo. Mwenyezi Mungu anasema tuuminuna billahi wa rasul, ni kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Watujahiduna fi sabilillah, na kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu. Fi sabilillah, mpigania dini ya Mwenyezi Mungu. Bi amwalikum, kwa mali zenu. Wa anfusikum, na vile vile kupigania kwa nafsi zenu. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, kufanya hivyo ni bora zaidi ikiwa mnajua, basi fanyeni. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba jambo hili, kama unataka kufanya biashara na Mwenyezi Mungu, ni lazima tufanye biashara na Mwenyezi Mungu kwa kutoa mali zetu. Sisi hapa tumetoa mali zetu, tumetoa nafsi zetu, na vile vile tumetoa katika yale ambayo ambacho Mwenyezi Mungu ametupa kidogo, kwa sababu changamoto ambazo tunazozipata au kwa hawa watu wa kusilimu ni kubwa sana. Na watu wa kusilimu, wale ambao mnatusikiliza, ushahidi huu ni lazima mtakuwa nao sana, ya kwamba watu wengi unakuta kwamba mtu akishaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu, asilimia kubwa watu wengi huwa wanatengwa. Kama ni sehemu walikuwa wanafanya kazi, watu wengine wanakuwa na usongo sana, wanafukuza mpaka hata kazi. Kama ni pesa, hata unanyang'anywa, unabaki wewe kama wewe vile ulivyo, unadhulumiwa. Hautakikani kuonekana na ndugu zako, hautakikani kuonekana na marafiki zako, yani unakuwa ni kama wewe peke yako. Kwa hivyo sisi wenyewe kama ndugu zako au ndugu za hawa ndio tunaobaki tuko tumewashikilia watu hawa. Na nyinyi Waislamu tunaomba tuungeni mikono katika jambo hili. Tuungeni mikono katika jambo hili Waislamu, kwa sababu leo utatafuta pesa na siku moja nitakufa au utakufa. Pesa zote ambazo utakazokuwa umeweka ukisema kwamba unawekea watoto wako, kama huku wafundisha watoto hawa kutoa kwa njia ya Mwenyezi Mungu, huku wafundisha kutoa sadaka, huku wafundisha kujenga misikiti, huku wafundisha kusomesha watu ambao wamesilimu au watu ambao wanahitajia elimu, watoto hao wakiwa wanashuhudia, wallahi la adhim, hata wewe ukishaondoka katika dunia hii hawatakutolea hata sadaka, hawatakukumbuka, hata kukuombea dua hawatakuombea dua, pamoja na kwamba wewe ndio umetafuta pesa zako zote hizi, wewe ndio umeshughulika, ulikuwa hulali usiku na mchana, uko mbioni kutafuta dunia. Na vile vile pesa hizi baada ya kuzipata ukasema, ukadhibania, ukambania Mwenyezi Mungu, ukasema kwamba hutatoa kwa sababu unamtafutia watoto wako, wallahi hawatakukumbuka hao watoto, kwa sababu hukuwaonesha mfano mwema wa kuweza kuigwa, hukuwaonesha jambo la kuweza kufuata jambo hili ambalo tunalolizungumzia. Na mayatima tunazungumza, Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba miongoni mwa wale ambao wanaokadhibisha siku ya malipo ni wale ambao watakosa kushughulikia mayatima na vile vile kutowalisha maskini.
Kwa hivyo katika jambo la kuwalisha maskini na vile vile kuwashughulikia mayatima ni majukumu mama ya Waislamu wote duniani, popote ulipo, haijalishi kwamba uko wapi duniani, uwe Marekani, uwe Ulaya, uwe Uarabuni, uwe Asia, uwe Afrika, uwe Kenya hii hapa tulipo, haijalishi ya kwamba uko sehemu gani, kwa sababu wakati Mwenyezi Mungu atakapoichukua roho yako, akiichukua roho yako, mambo ambayo unaenda nayo makaburi ni mambo matatu. Na mambo haya matatu ni lazima uwe umeonyeshwa kwa mfano kabla ya kuondoka katika dunia hii, kwa sababu watoto hao ambao utakaoacha duniani ni lazima watakukumbuka kwa yale mambo mazuri ambayo ulikuwa umeyatenda katika dunia. Kwa hivyo ni lazima uige mfano wako. Sasa wewe huko umeiga mfano mzuri au huko umewasomesha dini watoto kama hawa, hivi unafikiria kwamba watakukumbuka? Pesa zote ambazo ulikuwa umetafuta watapeleka kwa mambo ya haramu, mambo ya kamari, mambo ya kwenda kupiga kamari na pombe, mambo ya mipira na mambo mengine ambayo hayana maana. Lakini wataisahau dini, watamsahau hata nyinyi wazazi, kwa sababu kishakufa saa hii jioni umesahaulika. Ikishafika siku 3 au wiki moja, hizo habari zimeisha. Ni mke ulikuwa umeacha duniani na huko umemuonesha mfano mzuri wa kuigwa wa kuweza kuifuata dini ya Mwenyezi Mungu, hizo mali zote zitatumika katika njia ambazo sio. Kwa hivyo ni lazima sisi hususani Waislamu tuige mfano mzuri wa kuweza kushughulikia mambo ya dini tukiwa uhai duniani bado, kama ni kutoa matole ya mayatima, haijalishi ni kiasi gani. Kwa hivyo Waislamu inshallah tuweze kufanya bidii, inshallah tuweze kufanya juhudi hizi, na Jumamosi kama vile mashaka wamesema kuna hao tunapelekea mayatima, Jumapili tunapelekea pia watu wa kusilimu, na tujibidishe inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika min nafsin la tashba wa min qalbi la yakhsha wa min ilmi la yanfa wa min salati la turfa wa min du'a ila yusma. Allahumma inni as'aluka yusra ba'da al-usr wal faraja ba'da al-karb wal raha ba'da shidda. Allahumma ma bina min ni'mati fa minka la ilaha illa ant astaghfiruka rabbi wa atubu ilayk bihaqqi Muhammad wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ananiita Salim. Na mimi Brayo. Yani Brian yani. Asante sana. Brian, na Muislamu Kristo? Kristo hivi. Kabisa. Swali gani ungependa kuuliza Waislamu ambao ni swali ya kujifunza, tujifunze wote? Mimi ningependa kuuliza Waislamu, yani wanaamini Mungu ni mmoja, hakuna mtu kama Yesu Kristo ama Roho Mtakatifu. Ndio swali yako? Hiyo ndio swali yangu. Asante. Waislamu kama tunaamini Mungu ni mmoja, na je kuna Roho Mtakatifu na kuna Yesu, sikiza Qur'ani natuambiaje. Qur'ani 112 Sura Al-Ikhlas anzie moja, na umuonyeshe tunaamini Mungu ni wangapi, alafu tumuonyeshe kama tunaamini Yesu na Roho Mtakatifu kama tunaamini. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Kwanza tunaambiwa Mungu ni mmoja peke yake. Kul huwa Allahu ahad, yani Mungu ni mmoja peke yake, hamna Mungu mwingine. Na pili tunaamini Yesu ambaye anaitwa Isa ibn Maryam, Yesu mtoto wa Maryamu, tunamwamini. Sikiza Qur'ani 2:136, muonyeshe. Na sio Yesu peke yake, hapana, tunaamini manabii wote bila kubagua. Nataka umkaribie umuonyeshe. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Semeni nyinyi Waislamu, waambie Mayahudi na Manaswara. Tupe vitu. Waambieni tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale tulioteremshiwa, na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu na Ismaili na Ishaka na Yakobo na kizazi chake Yakobo na aliopewa Musa na Isa ambao ndio Yesu huyo wanaita na pia yale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Hatutafautishi baina yoyote katika hao. Wote tunawaamini na sisi tumenyenyekea kwake. Yani manabii wote sisi tunawaamini. Kuanzia nabii Nuh, kuanzia nabii Adam, uje nabii Nuh, manabii wote mpaka Yesu mtoto wa Maryamu tunamwamini, na tunaamini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote tunawaamini. Roho Takatifu tunaamini 16:102 Qur'an. Muonyeshe kabisa. Angalia Qur'ani yote tunaamini. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema Roho Takatifu yani Jibril. Yani Roho Takatifu ndio tunamuita malaika Jibril, ambao ndio ameiteremsha hii Qur'ani, tena katika huu mwezi wa Ramadhani.
Na mimi nifunguliwe Qur'ani 111 kuanzia mstari wa 3 hadi wa 7. Fungua. Tupe vitu, kumbe ana vitu. Mashaallah. Nasemaje tupe vitu? Kwa 111 kuanzia mstari wa 3 hadi mstari wa 7. Imefika 5. Soma tu anapotaka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Atakapokufa atauingia moto wenye mwako mkubwa kabisa. Asante. Na mkewe mchukuzi wa kuni za fitna, yani fatani, anayefitinisha watu wasiingia katika dini, atauingia naye moto huo, kama kwamba shingoni mwake iko kamba iliyosokotwa, anayochukulia kuni za fitna hizo. Asante. Mbona imeanzia mstari wa 5 na nimesema ianzie mstari wa 3? Anza 3. 3 ndio hiyo. Mwangalia vizuri. Ndio 111 hii. Hiyo ndio 111. Angalia vizuri. Ama wewe utueleze venye inasema, labda haukuinukuu vizuri. Hii iko tofauti kabisa na yenye najua. Yenye unajua ilikuwa inasemaje? Hamna tatizo. Yenye najua inasema, na jinsi tukamuumba mwanadamu akiwa kama mfano wa Mungu. Qur'ani hakuna aya yoyote inayosema mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Haijapatikana, kwa sababu Qur'ani inatuambia walam yakul lahu kufuwan ahad, yani Mwenyezi Mungu hafanani na chochote. So haiwezekani tena ikapatikana aya ambayo inasema Mungu aliumba mwanadamu akifanana naye. Hakuna katika Qur'ani. Labda ulisoma katika Biblia, lakini katika Qur'ani haijateremshwa aya ambayo inasema Mungu ameumba mwanadamu akifanana naye. Hakuna hiyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu hana mfano. Labda uende ukague hiyo Qur'an, na ukiweza ukuje nayo kesho inshallah tuione kwa macho, kwa sababu itakuwa ni mpya hiyo. Sikatai wala sijasema iko sawa, lakini ukuje nayo, kwa sababu tunaweza jifunza katika hiyo Qur'ani, kwa sababu itakuwa ni mpya kwetu, ambayo itakuwa sio ile tumefunzwa kwa madarasa, kwa sababu ile tumefunzwa kwa madarasa hakuna aya inayosema Mungu ameumba mwanadamu akifanana naye. Hakuna. Mimi sasa venye kutaenda, mimi nitakuja na hiyo Qur'ani nione kama kuna 2. Hakuna shida. Njoo nayo kesho, hata sisi itakuwa ni mwanzo wa kuiona na furaha kwetu kujua kuna Qur'ani nyingine ambayo inasema eti Mungu anafanana, aliumba mwanadamu akifanana naye, wakati katika hii Qur'ani tunayojua ametueleza hafanani na chochote. So ukija nayo pia, hata watazamaji wangu itakuwa ni fursa kubwa sana kwao kuona kuna Qur'ani nyingine inayosema vitu tofauti. Itakuwa ni kheri kubwa. Asanteni kwa kuuliza swali, mbati nimelikosa venye nilikuwa mpango wangu. Hakuna shida. Uliza nyingine. Bado wakati uko na maswali kama una. Swali sina lingine, hilo ndio lilikuwa limenileta. Na mimi na swali kidogo. Wewe umetuambia Mkristo, si ndio? Asante sana. Unashiriki kanisa gani? Mimi nashiriki kanisa inaitwa CFF, Christian Foundation Fellowship. Asante. Na Bwana Yesu ama wale ambao mnafuata katika Biblia, kuna mahali kuna mtu mmoja alishiriki katika CFF? Ni wengi wameshiriki hapo. Kwa mfano Yesu alienda CFF? Hapo mimi sikuambii, kwa sababu hiyo hainihusu mimi, nafuata Mungu wangu. Wale wengine wanafuata Mungu wao, hiyo hainihusu kabisa. So Mungu wako hana haja na watu wengine, ana haja na wewe tu, kwa sababu kama haihusu watu wengine itakuwa huyo ni Mungu binafsi ambaye anawahusu watu wa CFF, hahusu watu wengine. Kwa sababu kama ni Mungu wa ukweli, inafaa itangazwe kwa watu wote, kwa sababu inawahusu watu wote, wajue CFF ndio kanisa peke yake ya Mungu, hizi zingine zote sio za Mungu. Lakini wewe ukisema haiwahusu watu wengine, ni kumaanisha ya kwamba kanisa lako ni lako peke yako na Mungu ni Mungu wako peke yako, hauhusu watu wengine. Hivyo hawa watu wengine wanafaa kwenda kuabudu wapi? Mimi nimesema, wewe hujanielewa. Ndio nataka nikuelewe. Mimi nimesema, yani kwa nafsi yangu namjua Mungu wangu, labda hao wengine hawamjui. Na ndio tunataka tujue. Ndio tumekuja kufundishana na kuelewa. Ndio natafaa tujue huyo Mungu wako. Je, huyo Mungu wako kuna mahali ima katika Biblia amesema watu waende kanisa ya CFF?
Hajasema kanisa ya CFF. Mimi nilishiriki kwa ajili ya kujifunza kutoka kwa wengine. Na hiyo CFF ilitoka wapi? Ilianza lini? Makao makuu yake iko wapi? Hiyo ni ya Wakristo. Ni ya Wakristo wote? So Wakristo wote duniani kanisa yao ni CFF? Sio wote, but wako na kanisa mingi, but mimi namwamini Mungu wangu mimi peke yangu. Sasa huu Mungu wako ndio wa kweli au? Mimi kwangu ni wa kweli, ila kwa wengine sijui venye wanajitumia. Ndio maana ukaamua kumficha hivi kama. So ndio ukamficha, utaki sisi pia tumuelewe ama? Mungu wangu ndiye Mungu wako. Oh, sasa kama Mungu wako ndio Mungu wangu, si unanifunza amesema tuende katika CFF. Mbona wewe uende tu peke yako na utaki mimi niende CFF? Mbona unajipendelea mdogo wangu? Mimi siendi peke yangu. Mbona utaki na mimi niende? Ndio nauliza habari ndio nijue. Hii CFF ndio nataka, kabla sijashiriki lazima uulize ili usiingie mahali ukapata sivyo ndivyo. Nauliza tu makao makuu ya CFF iko nchi gani? Kwa mfano Roman Catholic makao yao iko pale Vatican, Italy. Tuna Anglican wako Scotland. Unaona na hizi zingine ziko. So tunataka tujue hii CFF makao makuu iko wapi? Makao makuu iko Nairobi. Nairobi, Kenya. So hata kwa Israeli hakuna. Na Yesu alikuja mpaka. So Yesu alikuja mpaka Nairobi ndio akawashiriki alafu akarudi. Hiyo kama wewe ikuhusu unafaa ukae kando, wenye inawahusu watulie. Na mbona Yesu anasema watu waende katika msikiti na wewe unaenda CFF? So wewe pia Yesu akuhusu. Kwa sababu mahali Yesu anapoamurisha watu waende, wewe unaenda kinyume na Yesu. Kikwangu mimi sijaisikia Yesu akiitwa Isa. Jina yake ni gani? Jina yake ni Yesu Kristo. Na wazungu hawajui Yesu. Wazungu hawajui. Mimi tangu nikae na wazungu sijaisikia mzungu akiita Yesu. Wanasema Jesus. So hawasemi Yesu, au ni Waswahili ndio wanatumia Yesu. Sasa wewe unajua ya Waswahili. Sasa wazungu nao hawajui Kiswahili. Kwani Yesu alikuwa Mswahili? Kwani Yesu alikuwa Mswahili? Labda wewe hujui Kiswahili. Ndio nasema wale ambao hawajui Kiswahili, wazungu wanamuitaje Yesu? Wanamuita Jesus Christ. Maana yake kwa Kiswahili Yesu Kristo. Na mamake alipomzaa alimuitaje wakati mama yake si Mswahili? Hauwezi niuliza mambo ya mamake kwa sababu mimi sikukua kwa mamake. Sasa ungeenda umuulize mama yake. So hata wewe unamuita kitu ambacho hujui. So hata wewe tu umepata tu ukafuata tu. Sio kupenda kwako. Mimi si kupata nikafuata. Mimi nilifuata kulingana na kichwa changu ama kulingana na nafsi yangu. Sikufuata. So wewe unafuata kulingana na akili yako. Sio kulingana na vyenye vitabu vinasema. 15:14 kwanza tuingie katika Mithali. 3:5 Mithali kwanza, 3:5. Kumbe anatumia akili zake, hatumii maandiko. Nilikuwa nadhani anatumia maandiko kaketu. Na ndiye anasema niende niulize mama ya Isa kwa sababu yeye hana habari hata na mama ya Isa ni nani. Sikiza inasema. Inasema mwalimu wangu, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Tunaambiwa mtumaini Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kumbe wewe unategemea akili zako na Biblia inasema usitegemee nini? Mimi sitegemee, nimekuambia mimi namfuata kwa sababu ya moyo wangu, simfuati kwa sababu ya moyo wako. Si umesema unategemea akili zako? Ukisikia utegemei, wewe kaa kando, wenye dini waifuate dini yao na wenye. Wewe una dini gani wewe? Mimi ni Mkristo. Wapi katika Biblia inasema Ukristo dini? Mimi ni Mkristo. Ulitoa wapi? Mimi nilitoa kuanzia Agano la Zai. Hebu tupatie sehemu gani katika Agano la Zai kuwe Mkristo? Tusaidie. Haya, mimi swali langu niliuliza likaisha. Asante. Haya, asante sana muelewa. Haya brother, karibu. Lete hiyo ni yako. Huu ni sawa muelewa. Sio kupenda kwake, anasema na hii dawa lazima uwe leo ni mapema usije ukasema unakuja jioni. Mimi najua hii dawa inahitaji subra sana, kwa sababu utapatana na watu wa aina hii, lakini Mwenyezi Mungu akuongoze wewe, bado kijana mdogo, endelea kusoma, utapata njia iliyonyoka. Karibu brother. Usije ukasema tena leo time imekwisha. Changamka basi. Nafasi ya kwako, changamka. Ndio. Si jana uliniambia sijui tena umeenda nafasi. Mimi naitwa Salim.
Mimi naitwa Bernard. Bernard, asante sana. Unakuja mapema ndio tunamalizana mapema. Ukija ikiwa reti inakuwa nzito. Leo si kweli kuje lakini acha tuendelee. Nimeshafika. Si umefika kiwanjani? Na ukifika kiwanjani, yale maswali ulikuwa umeweka pembeni, hebu yalete tuyasikize para uwanja mapema. Sasa hebu weka. Sasa hii masasa kuna swali moja mbili inanisumbua sana. Asante. Sasa hiyo swali moja mbili inakusumbua sana. Bwaga ya kwanza alafu ya pili tumalizie nayo. Kwanza, Waislamu katika Quran mnaamini kuwa mnasema eti Yesu sio mwana wa Mungu na Mungu hawezi kuwa na mwana. Karibia hapa. Ya pili. So mbona unaongea kama unaogopa? Siogopi, niko na nyinyi. Kabla hujaenda ya pili, tumalize ya kwanza ndio tuende ya pili. Shida yako ni gani kwa hii tunayosema Mungu hana mwana? Mbona mnasema Mungu hana mwana na sisi tunajua Yesu ni mwana wa Mungu? Ni kwa sababu hii sisi tunasema Yesu ni mwana wa Mungu aliyemleta duniani kukomboa ulimwengu. Asante sana. Kukomboa kila mtu. Asante sana. Sasa sisi tunasema Mungu hana mwana kwa sababu Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. So chochote kinachopatikana kiliumbwa na Mungu. So tunasema ni kiumbe cha Mungu. Tunapomwona Yesu tunasema Yesu ni kiumbe cha Mungu. Kwa sababu Mungu hakuzaa, hana sifa ya kuzaa, ana sifa ya uumbaji. So ndio unaona sisi tunakataa, tunasema Mungu hakuzaa na hana watoto. Mungu ana viumbe. 601 Qur'ani kwanza. Tumpeleke. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Sikiza, yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Inamkinikaje awe na mwana hali hana mke? Kwa sababu watoto wanazaliwa na wanawake na Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Sasa inamkuaje Mungu ana mtoto hali hana mke? Tupe vitu. Naye ndiye aliyeumba kila kitu, sio baadhi yake kavizaa. Sikiza, yeye ndiye aliyeumba kila kitu, sio baadhi ya vitu kavizaa. So Mungu ana viumbe. Hiyo ndio itikadi yetu, ndio imani yetu. Mungu ana viumbe, hana watoto kwa sababu Mungu si mzazi wa kuzaa. Sawa. Mungu ana viumbe ambao wamezaliwa kwa mwanamke na mwanaume. Lakini Yesu alikuja kimiujiza kupitia kwa Mariamu. Unaona? Kimiujiza gani? Yesu amezaliwa hakuwa na baba yake kabisa, lakini amezaliwa na mwanamke. Kama hangezaliwa na mwanamke hata kungekuwa angalau na hoja, lakini kazaliwa na mwanamke, maana yake kanyonyeshwa, kapitia sehemu ambazo wewe na mimi tulipitia, kwa sababu kakaa kwa tumbo ya Mariamu kisha kazaliwa. Hii ni muujiza wa Mwenyezi Mungu. Na leo kuna teknolojia, kuna kuku ambao tunawaita kuku yatima. Hatusemi hizo. Ndio nataka, si ni viumbe wa Mungu? Ndio nakuonyesha. Pia hao kuku yatima wanapatikana hawana baba hawana mama. Ama hujaona wewe? Wanaingia kwa laboratory, inatengenezwa kuku yatima anapatikana, kuku ambaye hana baba wala mama. So iko ni miujiza ya Mwenyezi Mungu. So inawezekana, lakini zote zinakuwa ni viumbe vya Mungu, si watoto wa Mungu. Sasa kwa kuzaa kwa Mungu ndio tunaondoa, lakini hizi zote viumbe vya Mwenyezi Mungu. Na kwa hii dunia umewaisikia mtoto wa miujiza? Wako wengi, wako wengi. 7:1 kitabu cha Waebrania, wako wengi. Hata huyu alipatikana hana baba hana mama. Wako, alikuwa anaitwa Melkizedeki. Tupe vitu. 7:1. Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu. Tena alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye juu, the priest of God. Aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa kirudi katika kuwapiga hao wafalme. Kumbe alikuwa anaishi katika zama za Nabii Ibrahimu alayhi salam. Akambariki. Tena alibariki Ibrahimu. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. So Ibrahimu alimpatia 10%. Sikiza habari. Tafsiri ya jina lake la kwanza ni mfalme wa haki. Tena mfalme wa Salemu. Maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake. Ndio huyu alipatikana, na si Mungu huyu, ni mwanadamu. Nitakutolea jibu kwa hiyo. Hiyo ni verse. Biblia gani hiyo?
Biblia hii ni King James Version. Which chapter? Na hii ni kitabu cha Waebrania 7:1. Sawa. Tumeambiwa kuna mtu alikuwa anaitwa Melkizedeki, utatujibu kesho. Hakuna shida. Lakini tunaambiwa huyu Melkizedeki aliishi wakati wa Ibrahimu, tena alipatana na Ibrahimu wakati alikuwa ameenda vita. Kumbe alikuwa ni kiongozi na anapigana vita. So wakati walipatana na Ibrahimu akambariki Ibrahimu. Ibrahimu akamgawia sehemu za 10 za mali yake. Huyu hana mama, hana baba. So hana wazazi. So Mungu ana uwezo wa kufanya anavyotaka. 3:9 kitabu cha nini? Sikiza, Yesu pia alisema Mungu anaweza toa watoto wapi? 3:9 Mathayo 3:9. Usicheze na miujiza ya Mungu. Miujiza ya Mungu mingi. 3:9. Sikiza habari. Sisi tuna kisa katika Qur'ani. Mungu alitoa ngamia katika jabari. Yaani ngamia alitoka katika jabari. Jabari maana yake mawe kubwa, yani mlima. Mungu alitoa ngamia. Sikiza habari Tena wale watu wakaambiwa mtakuwa mkinywa siku moja maji, ngamia anakunywa siku moja. Mwisho alikuwa mjamzito. Tena alikuwa mjamzito. Tena wakamchinje ule ngamia. Na waliona muujiza, ngamia anatoka kwa mawe. Hana baba, hana mama. Miujiza ya Mungu. Tena wakaua na wakala. Unacheza na watu. Sikiza habari huyu. Yesu anatuambia. 3:9 mwalimu wangu inasema. Wala msiwaze moyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu. Asante. Kwa maana nawaambia kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Yaani Yesu anasema Mungu anaweza kutoa watoto. Kwa nini? Kwa mawe. So mawe inaweza zaa. Kwa Mungu chochote inaweza fanyika. Na ndio kwa Mungu akampatia Mariamu mtoto, kwa sababu kwa Mungu yote yawezekana, lakini Mungu hakuzaa na Mariamu, ule ni kiumbe cha Mungu. Sisi alizaa na Mariamu. Asante. Mtoto mwana wa Mungu. Yesu. Sasa kusema mwana wa Mungu, usamweka ako na lineage ya Mungu, ni kiumbe cha Mungu ambaye Mungu alimleta kukomboa duniani. Tutakuja kukomboa. Kwanza tukubaliane ni kiumbe cha Mungu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu kivipi? Kwa sababu mwana lazima uzae. Mimi tunasema ni mwana wa Mariamu kwa sababu Mariamu ndiye alijifungua, lakini ni kiumbe cha Mungu. Mimi saa hii ni mtoto wa babangu na mamangu, lakini ni kiumbe cha Mungu mimi. Nimefunzwa hivyo na siwezi badilika. So ni kitu ulifidiwa, lakini hutaki kuibadilisha. Qur'ani 4:171. Ni samuelewa. Kaketu tena msomi anasema ni kitu alifunzwa tangu akiwa utotoni, lakini yeye hawezi badilisha. Lakini wasomi wanasema ndio hiyo, lakini wasomi wanasema only a fool who cannot change his mind. Lakini sijakuita fool, nimekuambia msemo ya wazungu kwa mambo ya Mungu. Nimekuambia wanasema only a fool who cannot change his mind. Sikiza inasemaje? Hata Proverbs inasema hivyo. Kumbe inasema hivyo Proverbs. Wewe ni msomi. Unajua wewe msomi. Na nikienda na wasomi tunaenda vizuri. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi watu wa kitabu, msipinduke mipaka katika dini yenu. Asante. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila aliyo kweli. Asante. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu alompelekea Maryam. Na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Tunaambiwa ni kiumbe cha Mungu na ni neno Mungu alitamka likamwendea Maryam na Maryam akazaa pasi na kuingiliwa. So sisi tumefanywa crackdown. Tumeelezwa kuzaliwa kwake ni miujiza, ni kweli. Ahlan wa sala. Hata kuzaliwa kwangu ni miujiza na kuzaliwa kwako ni miujiza, kwa sababu kilichotoka kwa baba na mama ni 23 chromosomes zikapatana, Mungu akafanya miujiza ikawa binadamu. So zote tumezaliwa kwa miujiza ya Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Weka vitu baba. Ya pili. Swali ya pili. Leta vitu. Hapo bado tu kwa Yesu. Tena hiyo Qur'an inasema Yesu hakukufa msalabani. Yesu hakukufa msalabani. Ati Yesu alichukuliwa na Mungu. Muko na evidence gani? Sisi tunajua Yesu alikufa msalabani akafufuka baada ya siku 3. Biblia inaeleza hivyo. Hoja yako. Nyinyi mnapindua eti Yesu hakukufa msalabani. Asante. Ndio swali yako hiyo. Ndio. Asante sana. 12:38 kitabu cha Mathayo. Tumuulize Yesu mwenyewe kama anakufa ama inakuwa namna gani. Namuuliza tu. Tunamuuliza Yesu tu yeye mwenyewe. Pole. 12. Si umekuja wewe. 12:38 kitabu cha Mathayo. Tupe vitu. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema,
mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Akajibu akamwambia, kizazi kibaya cha zinaa chatafuta ishara, wala kitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Yesu, nataka tuende polepole, usiwe na wasiwasi. Umeniuliza swali na kujibu. Wayahudi wamekuja kwa Yesu, wanataka kuona ishara kutoka kwa Ndio, kwa Yesu. Yesu akawaambia hata wapatia ishara, ila ishara ya nabii Yona. Yona unamjua? Ndio. Asante, sikiza habari Yesu. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Yesu anasema kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mimi Yesu mwana wa Adamu nitakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa Sawa, hii amesema hivyo. Ndio nataka tuifafanue, utakuja hiyo lakini polepole. Sawa, endelea. Yona siku 3 mchana na usiku alikuwa maiti, alikuwa hai? Alikuwa hai. Na Yesu anasema mfano wake ni kama wa Yona. So Yesu siku 3 mchana na usiku atakuwa hai, maiti? Alikufa akafufuka. So Yesu anatudanganya kwa sababu mfano wake si mfano wa So Yesu anatudanganya kwa sababu mfano wake si mfano wa Alikufa akafufuka. Kabisa. Sikatani nawe. So Yesu katika hii alitudanganya kwa sababu yeye ametuambia mfano wangu ni kama mfano wa Yona. Vyenye Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Nakumbuka Mayahudi ndio wamekuja kumuuliza maswali. Akawajibu, mfano wangu mimi itakuwa kama wa Yona. Na Yona najua alivyokuwa katika tumbo ya nyangumi alimlilia Mungu, manake alikuwa hai. Yesu naye anatuambia atakuwa hai, hatakuwa maiti. Kwa sababu kama atakuwa maiti angekuwa na mfano wa Yona. Yona alikuwa hai. Sasa wewe unatuambia Yesu katudanganya, katuambia kweli. Usione haya. Usione haya. Si ndio Biblia tumesoma hii? Mchungaji, sasa ndicho kilichobaki. Mimi nataka unisomee hiyo 12:38, unielezee hii maneno ya Yesu yanamaanisha nini? Swali yangu kwako. Unakubali Yesu alikuwa crucified? Crucifixion ndio tunakuja. Nimekuambia haikufanyika kwa Yesu, haikufanyika, ilifanyika kwa watu wengine. Kwa sababu ikifanyika kwa Yesu, Yesu ataingia ni mwongo kulingana na Mathayo 12. Sikiza, nataka nikulete vizuri. Kama itakuwa imefanyika kwa Yesu, Yesu atakuwa ametudanganya katika 12:38. Na mimi siwezi shuhudia kuwa Yesu ni mwongo. Yesu sio mwongo. So Yesu ametuambia mfano wangu utakuwa kama mfano wa Yona. So wewe ukibadilisha itakuwa umebadilisha kauli ya Yesu. Sasa tufanye hivi. Tusome hiyo process ya crucifixion, tuone Yesu alikuwa anasemaje up to the last minute. Crucifixion gani? So hii ya Yona tuweke kando, hiyo ni ya uongo. Alikuwa anasulubishwa. So kuna ingine anasulubishwa. Bado alikuwa anaongea. So hii kwanza tuweke kando. Nataka tuende polepole leo. Sitaki niende mbio. Hii kwanza tuweke kando, tujue hapa akatudanganya. Hakuna mahali alifanya. Sasa kama Yesu atakuwa mfano wa Yona, hizi siku 3 Yesu atakuwa maiti, hai? Anafaa kuwa uhai. Anafaa kuwa uhai kwa sababu yeye ndiye amesema. So kama atakuwa uhai maana yake hakufa. Wewe unamlazimisha afe. Sasa wewe unamlazimisha afe. Wewe unajua aje ni mwingine aliwawa? At least heri ungesema. Najua ni mwingine kwa sababu Yesu ameniambia yeye atakuwa kama Yona. So afadhali ungesema alisulubishwa lakini alibaki unconscious. No. Sema hakuwa ame. Siwezi sema hivyo. Hakusulubishwa, hata kusulubishwa. Sema eti hakusulubishwa. Na Biblia ilisema alisulubishwa. Hiyo ni kama unakataa Biblia. Sasa sikatai, mimi nataka maneno ya Yesu. Yesu ndio ametuambia mfano wake ni kama wa Yona. Sasa ni kama wewe unamkataa maneno ya Yesu. Uwezi kuva na verse moja. So hii verse moja tuiweke kando. Na Yona siku 3 alikuwa anamuomba Mungu. So hii verse moja, unajua mimi leo naona unaelewa. So hii verse moja ya Yesu tuiweke kando, hatuwezi kuama na hiyo moja, maana yake hii ya Yesu moja inaonekana hakusema ukweli. Ni uongo hii. Hakusema uongo. Ni ukweli. So maana yake alimaanisha hatafanyaje hata lakini Yesu alikufa akafufuka. 5:7 Waebrania.
Nakupa polepole leo tuone. Ya kwanza umesema tuiweke kando, wakati ni Yesu kazungumza. 5:7 Ibrania. 5:7 mwalimu wangu inasema. Kitabu cha Ibrania. 5:7. Inasema mwalimu wangu, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na mauti na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Biblia inatueleza Yesu katika hizo siku zake za mwili wake alimlilia yule awezaye kumwokoa kutoka kwa mauti. Na tunakumbuka Yesu anaenda katika shamba la Getsemane. Nataka tuende polepole unielimishe leo. Anaenda katika shamba la Getsemane, anamuomba Mungu amuondolee kikombe cha mauti. Biblia inatuambia rudia. Sasa mbona una haya leo? Ya polepole. Leo sitaki tuende mbio naye. Tega masikio hapa. Siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi pamoja na dua na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ndio akamfufua. Hii kufufua tunakuja. Yeye hajalilia afufuliwe. Alikuwa anamlilia Mungu asiwawe. Asante. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa nini? Mcha Mungu. Asante. So wewe ukiomba Mungu akusikilize jambo, maana yake anakuondolea mauti. Asante. Na Yesu alikuwa anaomba aondolewe mauti. Maana yake hakukufa. Asante, ubarikiwe. Swali nyingine leta. Swali nyingine leta. Unajua sasa tukienda polepole na wasomi tunasikizana tu. Hamna hapana. Wanasikizana. Leta swali nyingine sasa. Karibia hapa. Mbona unarudi nyuma? Leo nilikwambia muda unamaliza ndio unaenda tunachukua maswali mengine. Leta swali nyingine. Ama yameisha maswali, sema yamekwisha. Tuende kwa mwingine. Biblia inasema kama uamini kufa na kufufuka kwa Yesu, we ni kama ni Antichrist, mpinga Kristo. Sasa sijui kama nyinyi ndio hawa ama iko namna gani? Kulingana na Biblia, kuamini kufa na kufufuka ina maana nini? Kufa na kufufuka katika Biblia. Kufa kwa Yesu, kufufuka. Kwanza nauliza kufa na kufufuka katika Biblia ina maana gani? Kwa sababu kufa na kufuka katika Biblia sio kufa ile kifo wewe unakusudia. Yesu alikuwa anazungumza kwa mifano. Hata hiyo ni sawa. Sasa ile tunaamini kufa na kufufuka katika Biblia ni tofauti na imani yako. Ni kufa kwa dhambi. Unaona? Unazika dhambi zako. Unafufuka. Hakuna hiyo. Ile ambayo iko 15:32 kitabu cha 15:32 mwalimu wangu. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa. Kwa nini? Kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka. Maana yake alikuwa amepotea naye ameonekana. Na kupotea inamaanisha nini? Kufa. Kupotea inamaanisha kufa katika Biblia kwa dhambi. Inasema hakuna hata iwe kupotea kwa dhambi. Inasema kupotea huyu ndugu yako, kufanya shangwe ilitupasa kwa sababu huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka. Maana yake alipotea, alitoka akapotea akajificha. Hii karibia hapa leo huwepi. Huyu ni mwana mpotevu. Mwana mpotevu alipotea kwenye dhambi ama alipotea sio dhambi, alitoka kwa nyumba alipogaiwa mali akapotea, akaenda hakurudi, ndio babake akawa anamsubiri aje. Unanipata? So kufa na kufufuka maana yake alipotea kisha akaonekana. Sikubaliane na hiyo interpretation yenu. Asante. Je, Yesu katika maisha yake asaijificha? Asaienda exile Yesu? Ndio. Alienda exile kwa nini? Alienda kwa njia ya Roho Mtakatifu, kwa maombi. Bado hujanipa. Yesu alienda kujificha kwa sababu gani? Nini kilichomfanya aende akajifiche? Ya kwanza
alifichwa na wazazi. Wachana na wazazi. Mimi nataka akiwa mtu mzima. Mimi sitaki ya wazazi, hii ya wadogo kukimbizwa Misri sitaki. Akiwa mtu mzima, yeye mwenyewe asaikimbia akaenda kujificha, na alienda kujificha kwa sababu gani iliyomsababisha mpaka ajifiche? I think alikuwa anatafutwa. Anatafutwa na nani? Afanyiwe nini? Alikuwa anatafutwa awawe. So Yesu alijificha ili asiwawe. So Yesu mwenyewe hakuwa anapenda hii kukufa. Kumbe Yesu mwenyewe hapendi kufa, lakini nyinyi mnataka kumuua. Mnamlazimisha afya tu. Hapana. Lakini watoto wenu 12:36 kitabu cha Yohana. Hii ni kitu ambacho kilazimishwa. Na ndio unaona Yesu alienda exile kujificha kwa sababu Wayahudi wanataka kumuua. Yesu alipopata habari kabidi aingie mitini. Maana kifo hata wewe sasa nikikwambia unauawa unahepa. Kwa sababu ni sehemu ambayo urudi haraka. Sikiza habari. Maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo. Tupe vitu ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu. Akaenda zake. Akajificha wasimuone. Kwa nini anajificha wasimuone? 7:1 hiyo Yohana. Na alijificha wapi? Na baada ya hayo Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya. Maana hakutaka kutembea katika Uyahudi. Kwa nini? Kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Naona ni kama mchungaji ndio anabipa ama. So Yesu alienda kujificha kwa kule Galilaya kwa sababu alijua hawa Wayahudi wanatafuta ili wamuue. So Yesu mwenyewe hakuwa anataka kufa, na ndio aliomba Mungu amuondolee kikombe. Sisi katika imani yetu Waislamu so maombi yake hakubalika. Alikombolewa kutoka kwa kifo. Kama alikombolewa kutoka kwa kifo ndio hivyo. Hakuuawa. Ukisikia mtu amekombolewa kutoka kwa kifo hajauawa. Lakini ukisikia mtu amekufa hajakombolewa katika kifo, maana yake imempata ile msiba, amekufa. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aliondolewa kifo. Aliondolewa kifo. Kuondolewa kifo maana yake hujakufa. Kiswahili nyepesi kaka. Kufa na ufufuke. Hapana. Hii yako kali. Ukiondolewa kifo maana yake hujakufa, haijakupata. Ukiondolewa kesi maana yake utaendelea na kesi, imekwisha. Swali lingine nje. Wakati Yesu alifufua Lazaro, alimuondolea kifo. Hajamuondolea kifo, yeye amemfufua. Sikiza, amemfufua kutoka kwa wafu. Alafu Lazaro alipoishi si alikufa tu? Alikaa siku 3 akafa tena. So huyu ni muujiza tu amefanya ili watu waone Mungu anafanya muujiza na namna watu atakavyofufuliwa. Wapi imeandikwa alikufa kwani yuko baada ya siku 3? Kwani Lazaro yuko wapi? Sina habari alikufa baada ya siku ngapi. Wewe ndio umesema. Sijasema siku 3. Tulia kidogo, msomaji wangu amekwambia. Ndio nakwambia alimfufua, lakini Lazaro baadaye alikufa kwa sababu hayuko hai leo. Hawezi kuwa hai juu ni binadamu. So hiyo ilikuwa ni muujiza kabisa, kwa sababu binadamu, hata mimi na wewe, hiyo ndio njia yetu, tunakufa. Sisi ni maiti watarajiwa. Hata ukiona mtu anapita kwa njia analinga nini, kesho tunampeleka kaburini ama yeye anatupeleka kaburini. Sisi zote ni maiti watarajiwa. Ndio unaambiwa ukiishi katika ardhi wala hata usitembee katika madaha katika ardhi hii, kwa sababu hii ardhi tunakanyaga. Kwanza hapa tunakanyaga, labda kuna makaburi ya watu walizikwa hapa. Pata vizuri pale Shauri Moyo, kama unajua Shauri Moyo 1900 inasemekana ilikuwa ni makaburi kama Rang'ata. Leo watu wanaishi pale. Napata vizuri. So sisi zote tunaondoka, lakini sasa kuondoka lazima uondoke katika njia ambayo Mwenyezi Mungu ameridhia, kwa sababu hatujaumbwa tukuje duniani tukule chakula, tushibe, tuoe, tupate raha alafu tufe tu hivyo hivyo. Hapana, kuna purpose ya kuletwa mwanadamu duniani. So unajua kuna purpose? Ndio, najua. Na purpose ndio hiyo ya kumfanyia Mungu ibada kisahihi, na lazima ufuate njia ambazo Mungu ameamrisha. Injika swali nyingine. Swali imeisha. Kesho maswali yameisha, utakuja kesho inshallah, Mwenyezi Mungu akujalie na kuongoze uwe Mwisita Salim. Na mimi naitwa Amos. Yes. Yani naitwa Amos, sio Amos unafupisha. Amos. Na nimeokoka. Amos ameokoka. Ajabu ya Rahman, tumepatana mtu duniani ameokoka. Umeokoka kutokana na nini? Umeokoka kutokana na nini? Niliokolewa na Yesu Kristo. Kutokana na nini? Kutokana na sarakazi za dunia na vituko, nikaamua kumfuata Yesu Kristo. So wewe umeokolewa kufuata Yesu. Wokovu manake neno kuokoka ninavyoamini, ninavyoelewa, labda unifahamishe manake tunaelimishana. Mimi naelewa, kwa mfano gari hapa imeanguka na nilikuwa ndani, nikaokolewa. Nikatoka sijaumia na nini, nasema nimeokoka kutokana na ajali. Unanipata? Nataka tu unipeleke tu pole pole nielewe. Sasa naongea
kuhusu wokovu. Ndio nataka nifahamu. Wokovu. Ambao wewe umeokoka. Ambayo mimi nimeokoka. Na Kuokoka ni ile hali ya kutoka katika anasa za dunia na mambo yasiyomfurahisha Mwenyezi Mungu. Alafu unaamua kufuata vile maandiko inasema. Yaani kunaamua kufuata sheria za Yesu Kristo. hiyo ndio kuokoka. Wokovu. So wewe anasa za dunia hauna nazo? Anasa za dunia siko. Kwa mfano anasa gani hizo? Tupe mfano ili tuelewe kabisa kwa ndani. Kwa wale wanaojua hapa sheria za Kikristo, wajua vile Mkristo anafaa kuwe ama mfuasi wa Yesu vile anafaa kuwe. Anasa kwanza, hizi anasa ambao umeokoka kutoka nazo ni gani kwa mfano? Kwa mfano, zamani nilikuwa napenda kudanganya. Na nilipookoka nikapata hii ni kinyume na maandiko. Hiyo nikaacha. Mbona sasa hivi unatudanganya tu? Na mwache amalize tu pole, mwache tu ajitoe kwa ile iko kwa roho. Ndio nipate hizi anasa na uzungumza. Ya kwanza amesema ni uongo. So uongo anasema ilikuwa ni anasa. Manake mimi anasa navyoelewa, sijui navyoelewa Kiswahili yangu labda kiwe kibovu, naelewa anasa ni kama raha hivi, starehe. Hapo na kuleta sasa. Hiyo mimi ndio naona. Sasa uongo sioni ikiingia kwa starehe. Kwa sababu mimi starehe naona kama tofauti, lakini nataka unilete ndio nielewe, ndio tuende kwa njia moja. Sawa, anasa kwanza ni kuondoka kwa zile vikundi za zile tabia zenye hazimfurahishi Maulana. Kwa mfano, kila mtu anajua mtu ameokoka anafaa kuwa mwaminifu pia kwanza kwa ndoa yake. Hiyo ni anasa kwanza umeondokea. Yaani maana yake uzini. Hakuna kuzini. Okay. Jambo la pili ni uaminifu ambayo inatembea kulingana na neno. Jambo la tatu, anasa unajua iko na mambo mingi, wewe unajua tu anasa. Wajua anasa iko na mambo mingi. Asante. So hiyo ndio kusema mtu ameokoka. Najua ni nyingi. Kabisa. Mambo ni mingi Kabisa, hakuna shida. So hiyo ndio mtu anasema nimeokoka. Wokovu imebeba mambo mingi. Nilikuwa nataka ile basic kwanza, ile main basic. Ni hiyo wokovu yenyewe. Wokovu yenyewe ni kuamua kutoka kwa roho. Unampokea Yesu Kristo na unafuata kulingana na vile neno la Mungu linasema. Hiyo ndio wokovu. So kuokoka ni kufuata kulingana na vyenye Mungu anavyosema. Ndio hiyo ndio wokovu. Na mbona Yesu anasema tofauti? Kwa sababu 19:23 kitabu cha Mathayo. Hebu sikiza pole sasa. Mimi sasa kuelewa, lakini Yesu anakataa, anasema tuendelee. Umetundanganya nini? Sidanganyi. Kama nadanganya tutajua tu. Pole. Lakini sijasema umedanganya. Twende pole. Yesu akawaambia wanafunzi wake. Amin, nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Asante. Nawaambia tena. Ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema, ni nani basi yawezaye kuokoka? Tupe vitu. Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani. Malizia. Bali kwa Mungu yote yawezekana. Basi. Wanafunzi wamemkujia Yesu. Wanamwambia, we Bwana Yesu, ni nani anayeweza kuokoka? Sio story ya kuambiwa wamemkujia live. Yesu akawaambia, kwa wanadamu hilo la kusema nimeokoka haiwezekani. Lakini kwa Mungu yote yawezekana. Asante. So kumaanisha hii kuokoka sio saa hii, bali tutaokoka kwa Mungu. 1:5 Petro wa kwanza. Pole nakupa nafasi. Si nimekupa nafasi ukanieleza, ndakupa kabisa. Hizi andiko mbili tu. 1:5 nakupa, wala usiwe na wasiwasi. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. So hapa duniani tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Teremka tu. Hata tupate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Kumbe wokovu ni wakati wa
Biblia weka vizuri hapa aone ni wakati gani. Rudia hiyo maandiko. Wokovu sio hapa duniani. Hapa tuko katika mitihani. Wewe sema umeokoka, kesho utaenda uanguke katika mtihani. Tuko mitihani, kuokoka siku ya mwisho. Sikiza. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Asante. Hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Kumbe wokovu ni siku ya mwisho. Ni siku ya mwisho lakini. Sasa hii lakini ndio unaharibu. Unajua, lacha nikupeleke na mpangilio. Nipeleke tu. Mtaratara. Nipeleke baba. Maandiko yenyewe yatuambia na ni Yesu mwenyewe alisema. Na hapa najua Wakristo ni wengi. Akasema yeye ndiye njia. Sivyo? Na kusikiza ndio umesema sikupi nafasi, nakupa nafasi unieleze. Yesu amesema ndiye njia, ni kweli, sijakataa, lakini usiondoke katika kuokoka. Kuokoka tumejua sio hapa, ni siku ya mwisho, maanake wewe hujaokoka. Wewe kuambia watu umeokoka, umetudanganya pale, kwa sababu hujaokoka. Kuokoka siku ya mwisho. So hii ya kuokoka kwanza ututanganya. Mimi najua sijadanganya. Na utuombe radhi kwa sababu ya kudanganya. Hapa duniani Yesu amesema kwa mwanadamu kuokoka haiwezekani. Hapa duniani hakuna kuokoka. Sasa hapa duniani kuna kufanya nini? Mimi nitakuonyesha. Lete Qur'ani. Hapa duniani kuna kufanya nini? Hapa duniani hakuna kuokoka. Hapana, nakupa nafasi kabisa. Na pia nataka nikuonyeshe kwanza 2:21 Qur'ani. Anza hiyo kwanza 2:21 Qur'an. Nimuonyeshe kuokoka hata sio Waislamu tunaamini, lakini siku ya mwisho sio hapa. 2:21 Qur'an. Alafu nimuonyeshe hapa duniani sisi tumefanyaje. Na Yesu alisema tufanyeje. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu pola tu. Enyi watu, muabuduni Mola wenu. Hapa duniani tunaambiwa tufanye ibada, tumwabudu Mola wetu, Mungu wetu ambaye amekumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Ili tupate kuokoka. So hata sisi Waislamu tutaokoka, lakini nyakati ya mwisho tusiingizwe motoni, tuingizwe paradise. Tutakuwa tumeokoka kutokana na moto wa Jahannam. Lakini hapa duniani tumefanyaje? Qur'ani 2:137. Nataka nikuonyeshe, tulia tu alafu ndakupa nafasi yako, usiwe na wasiwasi. Sikiza hapa duniani sisi tumefanyaje? Sio kwa. Anasema Mwenyezi Mungu tukufu, Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Basi wakiamini hao Manaswara na Mayahudi kama mnavyoamini nyinyi, itakuwa kweli wameongoka. Kumbe hapa duniani tumeongoka. Sasa amesoma Qur'ani. Hii ni Qur'ani. Biblia inasemaje? Yesu anatuambiaje hapa duniani tufanyeje? 18:1 kitabu cha Mathayo. Muonyeshe Biblia sasa Mathayo hii 18. Qur'ani imetuambia hapa duniani tumeongoka. Sasa Biblia nayo inasemaje? Yesu mwenyewe anasemaje 18:1? Sasa ile wanafunzi wakamwendea Yesu akisema, hawajaendea mtu mwingine, walimwendea Yesu ndio huyo. Wanasemaje? Ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Tupe vitu. Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao. Asante. Akasema, amin amin nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Kumbe Yesu anaambia watu wasipoongoka, anaambia watu waongoke. Na Qur'ani imetuambia muongoke. Sio kuokoka. Na hii kuongoka sasa unaweza ielezea zaidi? Ndio nakuelezea sasa kuongoka. Kuongoka maana yake ni kushika sheria ya Mwenyezi Mungu na kuwa katika chini ya sheria za Mwenyezi Mungu. Ndio kuongoka na kufuata sheria. Lakini kuokoka ni siku ya mwisho. Ndio Yesu hakuambia watu waokoke, aliwaambia waongoke. Sasa waniambia kuokoka si kuongoka. Kuongoka na kuokoka vitu mbili tofauti. Kuokoka ni kuokolewa kutokana na balaa, unaingizwa sehemu ya salama. Kunusurika. Nani unusuru? Mwenye kunusuru ni Mungu. Ndio hiyo sasa. Na ndiye atatunusuru siku ya mwisho, na tunamuomba atuondolee moto wa Jahannam, atuingize katika paradise. Na bado yeye ndiye uwanga anafanya kila kitu, hii kuongoka na hii kuokoka yote. Kabisa, kwa sababu tunakaa katika chini ya sheria ya Mwenyezi Mungu, tunafuata Uislamu kwa sababu ndio dini yako Uislamu. Na wewe Muislamu kwa sababu uwe Muislamu uongoke. Na pia mimi nina maoni yangu, sijui ni maoni ama ni swali. Leta, usiwe na wasiwasi. Mimi kulingana vile huwa naelewa hii neno, mimi naweza ita a spiritual welfare la mtu. Na wakati umeokoka ama umeongoka, hiyo hii kuokoka ni siku ya mwisho. Hii tumemaliza kuokoka.
13 kitabu cha Marko. Najua naona anarudia tu kuokoka. Wajua kuna mahali 13 Marko. Ndio nataka nikuondoe hii fikra ya kuokoka 13 Marko. Hiyo kukanganya ndio namaliza. Sasa inaonekana umeguswa sana na hiyo sehemu. 13 hicho kipengele. Neno ati linaanza kwa inasema nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Hii ni Marko. Anasema mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina yangu. Malizia. Lakini mwenye kusubiri hata mwisho, mwenye kuwa na subra hata mwisho, ndiye atakayeokoka. Kumbe mwenye kuwa na kusubiri hata mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Na hii yenye tunaendelezanga leo ni nini? Hii ni kuongoka. Hii ni kuongoka. Kuongoka maana yake unakaa katika chini ya sheria za Mwenyezi Mungu, unanyenyekea Mungu akisema hivi unafuata. Kwa sababu utiifu ni toa, kwa sababu we mwanadamu, hakuna binadamu ambao wako kamili. Anafanya dhambi. Sasa ukisema nimeokoka, maana yake hufanyi dhambi yoyote. Haufanyi kinyume na neno. Yaani wewe ati unaishi duniani na hujaifanya dhambi. Kuna dhambi zingine hata unaweza fanya bila kujua. Mwanadamu, hakuna mwanadamu ambaye hafanya mema asiteleze akafanya dhambi. So sisi zote tunateleza, ndio tunaambiwa hapa duniani tumeongoka. Tukiteleza tunarudi kwa Mungu, tunatubia, tunatubu kwa Mungu. Na ndio tunakuambia na wewe uwe Muislamu, uwe unatubu kwa Mungu kwa msikiti. Kuna swali nataka kuuliza. Aleta. Na hiyo iko kando na hii. Hakuna shida, uliza. Nataka kujua vile Qur'an inasema na maandiko vile inasema. Ukifungua kwa Biblia yetu utaona kuna mahali inaongelelea kuhusu zaka na matolezi. Kitabu ya Malaki. Na kitabu ya Malaki kulingana vile mimi najua pale Malaki 3:10 inaelezea vizuri kuhusu matolezi. Nayo pia nilikuwa nataka nijue Qur'ani inasema aje. Vile sisi uanga tunajifunza kutoka kwa maandiko ya Malaki 3. Asante. Qur'ani katika swala la kutoa imeizungumzia kwa undani sana. Hata saa hii tunawahimiza Waislamu waweze kujitolea kwa ajili ya kuwafuturisha wale watu wanyonge, waweze kupata futari. Kwa mfano Qur'ani inazungumzia katika swala la kutoa 37 Qur'ani. Nianzie hapo. Pole pole tumfunze huyu kaka yetu. 37. Na wewe hujakosa mami. Wewe tulia tu, nyamaze. Hujakosa chochote. Tulia tu. Tunakuombea Mwenyezi Mungu akuongoze pia. 3:1 Qur'an, 37 Qur'an. Pole pole aelewe. 37 Al-Karim. 60 Qur'an. Itakuja hiyo pia. Bismillahirrahmanirrahim. Kutoa katika Uislamu sasa. Sadaka upewa watu hawa. Inatuambia katika Uislamu swala la kutoa sadaka imehimizwa sana. Kwanza Mtume ametuambia tibuni maradhi yenu kupitia sadaka. Yaani kutoa sadaka ni muhimu zaidi. Lakini nasema sadaka kuna watu wanafaa kukula, sio kila mtu anafaa kula sadaka. Sio kila mtu anafaa kula sadaka. Sikiza, nani wanafaa kula sadaka? Sadaka upewa watu hawa. Mafakiri na maskini. Sadaka inapewa mafakiri. Fakiri ni yule hana mbele wala nyuma. Hana chochote, hata mahali ya kulala hana. Huyo ndiye anafaa kupewa sadaka. Mtu wa pili mwenye kufaa kupewa sadaka ni maskini. Lakini tofauti na nyinyi, mnapotoa sadaka nyinyi huwa mnawapatia matajiri. Kwa mfano huwa mnapewa wachungaji wenu, na wengine wanatembea na ndege, na wengine wanatembea na Range Rover. Range Rover ni almost 40 million. Lakini sadaka unaambiwa unafaa kumpatia yule mnyonge, yule ambaye hajiwezi. Na ni makosa pia kutoa sadaka wakati hata wazazi wako wako na shida, na mtu ambaye mmetoka, ndugu yako mmetoka damu moja ana shida. Ndugu zako wasaidie kwanza, ili usaidie humu nje. Na huku nje ukija, tafuta masikini anayehitaji, sio mtu anajiweza. Ndio niweze kuuliza swali yangu. Kuna maandiko nilikuwa nataka tuangalie kwa Biblia. Gaya gani hayo? Alafu hiyo tukishaangalia hiyo maneno ya Biblia, nitauliza swali sasa kutoka hapo. Ngapi? Nifungulie Malaki 3:10 na uanzie 10 ukiteremuka. Tupe vitu. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kukumwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha, au la
nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu. Bas, hii neno lenyewe ndio inatuambia tumjaribuni na hiyo njia, tuone kama hata tujazia mpaka tukose mahali pa kuweka na hiyo. Lakini swali, mnapotoa nani anafaa kula? Unajua kutoa sio shida, lakini kula nani? Kwa sababu imesema leteni zaka katika garani ya nyumba ya Bwana. Garani ni store ya Mungu. Sasa ukipeleka pale, anayefaa kula nani? Sisi shida yetu ni moja, usipatie matajiri, kwa sababu matajiri ndio wanafaa kutoa, wape maskini, na ndio Mungu ameweka katika utaratibu. Haiwezekani wewe unatembea mguu, unatoa 1,000, unapatia mtu anatembea na Prado ya 11 million. Itakuwa akili yako ifanyi kazi, kwa sababu huyo anayetembea na Prado ya 11 million ndiye anafaa kutoa 200,000 akupatie wewe, sio vice versa. Sawa. Huwezi chota maji kwa mtungi umwage kwa bahari, unachota kwa bahari unaweka kwa mtungi. Mimi nilipookoka, kuokoka kwanza hiyo tumeondoa. Umeondoa hiyo? Okay. Tuelewane vizuri. Na uniambie kwa sababu mimi si hiyo haimake sense. Ati wewe tunaishi na wewe hapa Soweto. Alafu wewe unatoa 1,000 unapatia mtu anaishi Runda. Runda kwanza unajua 50 by 100 ni ngapi Runda? Ni almost 400 million. Sasa ule ni mtu anajiweza. Sasa mtu anajiweza ndio anafaa kupatia wanyonge. Lakini kwa hesabu nyingine huwa anapiga. Hesabu gani unapiga? Naonanga hii mambo iko correct kwa sababu kwa mfano kama pastor wangu gari yake ni ya 40 million. 40 million. Sawa. Na wewe uko na gari? Ngoja kwanza, wewe uko na gari? Ngoja nimalize. Na ikiwa ya 40 million, mimi naonanga hii zaka yangu hata nikisema ndio imefanya zile mambo, utakuwa unaongea uongo. Nitakuwa nadanganya. Ile sadaka huwa tunatoa, na hata ukijaribu kuangalia hata fungu langu la 10 kabla ifike 40 million sitakuwa uwai. Kwa hivyo hii gari ya 40 million hajanunua na hii shilingi yangu. Na hii zaka yangu wewe unatoanga ngapi? Mimi maandiko inatuambia kwa mfano wachana na maandiko, wewe kwa mfano unatoa 5,000, 10,000 kwa roughly kama ngapi? Sitoangi 5,000 na sitoangi 10,000. Unatoa chini ya 5,000 5,000 labda ikuwe nini? Tithe. Hiyo tithe ndio nauliza, unatoa kama 5,000, 10,000, yani weka hapo inafika chini ya 5,000. Iko hapo inacheza tu. Tuseme tu kwa roughly 5,000. Tuseme kanisa mko watu 100 au 200. 500. Piga hesabu ya nini? Ya 1,000, watu 1,000. Kwa sababu kanisa ni nyingi, anafungua branches. Si ndio? Ako hapo. Kabisa. Kwenye ameenda kanisa. Tunafanya tu roughly. Tuseme ni 1,000. Mkatoa kila mtu 5,500. Hii zote akikusanya si atanunua hata kama Mercedes ka 23 million. Lakini kwanza swali ni moja. Wakati wa Yesu, je, Yesu kuna wakati mmoja aliitisha watu watoe tithe kwake? Kwa sababu Yesu anasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Swali ndogo, je, kama watu wanajifunza kwa Yesu, je, Yesu aliitisha watu tithe wakati mmoja? Au wanafunzi wa Yesu, je, waliitisha watu tithe? Au Paulo alipokuja, je, aliitisha watu tithe? Ndio nauliza ili tujifunze kwa wale waliotangulia. Yesu aliitisha watu tithe, tuanze kwa Yesu. Yesu jambo la kwanza, hakuna kitu aliitisha watu. Asante. Wanafunzi wa Yesu waliitisha watu tithe? Na wanafunzi wa Yesu hawakuitisha chochote. Sasa nyinyi mlitoa wapi guts ya kuitisha watu wakati Yesu hakuitisha, wanafunzi wa Yesu hawakuitisha? Katika kueneza injili matolezi hutumika. Kuna mahali imeandikwa kueneza injili. Kabisa, wala sikatai. Kusukuma hii neno mbele, kusukuma hii injili mbele ifikie wenye hawajafikiwa na neno. Pesa utaona ziko ndani. Hiyo ya pesa utakuja ya kutoa kusukuma injili. Tunazungumzia mambo ya tithe. Mambo ya tithe kwanza fungu la 10 inafaa ukule. Biblia inasema ukule. Sio utoe upeleke huko. 14:22 kitabu cha Kumbukumbu. Ni maandiko na kuonyesha. Maandiko inaniambia kabisa. Na ukikuja uamue kumfuata Yesu Kristo, unafuata neno. Ukifuata Yesu hakuna kutoa tithe. Hakuna andiko hata moja Yesu anaambia watu watoe tithe. Malaki sio Yesu. Wewe umeniambia kufuata Yesu. Ngoja kwanza usichanganye vitu mbili. Umeniambia kufuata Yesu. Wakati wa Yesu hakuna mtu aliyetoa tithe, na kama iko nipe andiko. Wakati wa wanafunzi hakuna mtu alitoa tithe. Tithe ilikuwa inatolewa katika Old Testament.
sio katika New Testament. Naonanga hii zaka mahali inaenda. Inatolewa katika Old Testament, sio katika New Testament. Nasikia ukitoa inafaa upatie maskini, sio mchungaji. 14:22 kitabu cha Kutoa. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako. Unaambiwa usikose kutoa, lakini ukitoa utapea nani? Teremka tupe vitu yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Asante. Nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako. Kwanza utakula, usitoe ukiwa na njaa. Mahali atakapochagua pakalisha jina lake. Teremka tupe vitu. Zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na kondoo. Asante. Ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Asante. Enda 28 moja kwa moja. Kila mwaka wa 3. Tena unaambiwa kila mwaka wa 3 ndio unatoa, sio kila mwezi. Hii ya kila mwezi haiko hata kavita. Hii itakuwa ni ukora kunyang'anya watu. Ni mwaka mara moja. Zaka inatolewa mwaka mara moja, lakini ikitolewa inapelekwa wapi? Sikiza hapa. Mwisho wake toa fungu la 10 lote la maongeo yako ya mwaka huo. Malizia. Uliweke ndani ya malango yako. Asante. Na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe. Asante. Na mgeni na yatima na mjane aliyefiwa na mmewe walio ndani ya malango yako. Unasikia wale watu unafaa kwenda kupatia? Unafaa kupatia wayatima au upatie mke aliyefiliwa na mume wake ambaye anaitwa mjane, ndiye anafaa kupewa, au maskini ambao hawajiwezi. Sawa, niko na swali. Leta. Kabla uitoe hii sadaka ama hii fungu, sadaka na zaka ni vitu mbili tofauti. Hizo ni vitu mbili tofauti. Kwa sababu sadaka unatoa kila wakati, unaweza toa hata shilingi 10 ama unaweza toa hata peremende, inaweza kuwa ni sadaka. Lakini zaka lazima uangalie mali yako kwa mwaka imejaa profiti gani ndio utoe. Sasa ni kwa mwaka, sio kila mwezi. Ni kwa mwaka, sio kila mwezi. Kwa kila mwezi ni wizi, haiko katika vitabu. Na sasa ya mwezi ni ya wizi. Ya mwaka utafuata ya Biblia ya mwaka. Huyo mchungaji akikwambia ni kila mwezi, muulize imeandikwa wapi kwa Biblia kila mwezi. Biblia imeandika kila mwaka. Wakristo mko wapi? Simunisaidie hii maneno. Anasema Wakristo msaidie. Mimi namuonyesha Biblia inasema mwaka, ya mwezi ni wizi. Kwani wewe unalipishwa uhai? Ngoja kwanza. Kwani wewe unalipishwa uhai? Kwa nini utoe kila mwezi? Hiyo ni kulipishwa uhai. Mungu amesema mwaka, tulia, mwaka ukikusanya mali yote na ukatoa ile faida yako, ukatoa mambo yako, ile pesa imebaki, hiyo ndio unafaa utoe zaka kutokana hapo. Kwa sababu sio kitu sio ati kwa mwaka. Na si unachanganyikiwa jamani. Kwa mwaka mara moja uweze kuchanganyikiwa kutoa faida yako. Sikiza. Ile pesa umepata mwaka mzima. Unapata kama milioni 1 ndio nimepata hii mwaka. Huwezi toa zaka kitu umetumia, hiyo itolewangi. Hiyo umetumia huwezi toa. Ni ile imebaki. Albaki ndio unatoa yeye. Ile umetumia utatoa nini na usaweka kwa tumbo. Kuna mtu hata mwaka hawezi kutoa kwa sababu hana kitu anabakisha. Si ndio? Hata mwaka anakuwa na madeni, huwa hafai kutoa, anafaa kupewa. Na niko na swali sasa. Leta hiyo swali. Sasa hapa inasema maandiko yenyewe kwa Biblia inatuambia na itabidi ni swali ya mwisho kwa sababu tupate. Tukifanya hivyo atatuwekea adui bali, si ndio? Sasa hii unawekewa adui karibu kwa sababu utoangi vizuri. Nafaa mwaka mara moja na lazima uwe Muislamu pia. Si unatoa hivi. Anasema tukitoa kulingana vile neno linasema ataweka adui na mali yenu itabarikiwa. Na ndio unaona wewe unatoanga na mali ibarikiwe kwa sababu unatoa vibaya. Sasa inaanza uanze upya utoe vizuri. Na ninaonanga mahali inaenda. Juu hapo tu kwa kanisa kuna siku ya kutembelea wasiojiweza. Kwa hiyo tu kanisa kuna siku ya kuenda kuona wajane. Kwa hiyo tu kanisa, unajua hiyo nyumba ni ya kulipwa rent, mahali tunaombea tunalipa mwenyewe. Yaani mnakomboa? Kwa hivyo huwezi niambia pale ati pesa ifai. Yaani hata kwa kanisa mjanunua kiwanja mnakomboa tu. Tunajipanga tununue. Kwani kanisa yenu inaitwaje? Ni mpya? Wewe kwanza mnakula tu kwanza. Angalia kwa sababu ya mvua. Sijui kama kesho utapata nafasi. Leo tutafunga mapema kwa sababu pia mvua. Hakuna shida, utatupata tu hapa. Kuzungumza ndio vizuri. Unaona leo venye umechangamka. Tupatane hapo kesho inshallah. Angalia, hakuna shida, enda fanya research yako ukuje kesho. Hapa tunataka kufunguana. Hii wingu tunaona litaanguka. Ni neema ya Mungu. Unakanganya mahali. Hakuna mahali tumechanganya. Unaweza tufuatia katika YouTube katika Salama Dawa. Njoo kesho mapema kwa sababu hili wingu litatugonga. Linataka kuanguka na ni neema. Kesho tutakuja inshallah kuanzia saa 10:30. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.